Saa chache kabla sijaingia kusoma hotuba hii, nimepokea simu kutoka kwa bibi wa Kisukuma aitwaye Helen Bogoye mwenye umri wa miaka 70 kutoka Kisesa Magu kule Mwanza. Amenipigia akinipa shukrani kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba kwa miaka mingi safari ya kuvuka Kigongo Busisi ilichukua saa kadhaa. Leo hii kaniambia tangu kukamilika kwa daraja la Magufuli unakunywa soda na kabla hujaimaliza umeshavuka kwenda upande wa pili. Haya ndiyo maono ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba wakati tunapojenga barabara, madaraja na vivuko, lengo letu sio kuongeza tu idadi ya kilomita. Tunajenga ili kuunganisha wakulima na masoko. Tunajenga ili wagonjwa wafike hospitalini. Tunajenga ili wanafunzi wa shule wafike shuleni kwa wakati. Vijana wapate ajira na kuiunganisha Tanzania kiuchumi katika ukanda wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kutambua umuhimu wa miundombinu katika kuchochea na kuharakisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika taifa letu, mwaka 26-27 Wizara ya Ujenzi itaendelea kuchukua hatua madhubuti za kusimamia, kuimarisha na kuendeleza sekta ya ujenzi. Lengo ni kuhakikisha sekta hii inatoa mchango wa kutosha katika maendeleo ya taifa na ustawi wa wananchi kama inavyotarajiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nafahamu kwamba katika mvua hizi za masika mwaka huu kuna barabara nyingi zimeharibika na zinahitaji matengenezo. Nimepata salamu za wabunge wote walioko katika bunge hili za kuhitaji matengenezo na ukarabati wa barabara zao. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulikuwa tunasubiri wakati wa mvua uishe. Naomba kuahidi waheshimiwa wabunge ya kwamba muda si mrefu kutoka sasa wataanza kuona makatapila, mafundi na wataalamu wakiwa kwenye maeneo tofauti tofauti wakirekebisha barabara na kuendelea na ujenzi uliokuwa umeanza nchi nzima. Mheshimiwa Mwenyekiti, na naomba kwa namna ya kipekee nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Waziri wa Fedha. Ni jana tu ameniidhinishia fedha za awali za kazi hii ya kurekebisha miundombinu iliyoharibika kwa mvua. Bilioni 20 zimekwisha kuingia na haraka zitaenda kuanza kazi. Mtatuona mimi na Msongwe Kasekenya na Balozi Aisha na wataalamu wengine wote tumeenea nchi nzima. Hakuna barabara itakayoachwa bila ya kurekebishwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, historia ya mataifa makubwa duniani inaonyesha jambo moja: hakuna maendeleo bila ya miundombinu. Tanzania ya leo inaamua kutokubali tena umbali kuwa kikwazo cha maendeleo. Tutajenga barabara, madaraja na viwanja vya ndege, lakini zaidi ya yote tunajenga taifa lenye kujiamini kuhusu kesho yake.